Zikiwa zimebaki siku chache kuelekea uchaguzi ambapo hapa visiwani Zanzibar uchaguzi huanzia tarehe 28 pamoja na 29, ambapo uchaguzi wa tarehe 28 unahusisha vikosi maalum pamoja na watu maalum ambao wanatambulika kwa mujibu wa tume ya uchaguzi hapa visiwani Zanzibar. Leo hii waziri wa ofisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hamza Hassan Juma amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imejiandaa kwa hali yoyote ile na kuasa kwamba vyama pinzani visije chafua hali ya hewa. Amesema hayo mara baada ya kushiriki kwenye kongamano la amani ambalo linalowahusisha vijana wa jahazi la Dr. Mwinyi. Na hapa waziri Hamza anazungumza mara baada ya kuhudhuria kwenye kongamano hilo ambalo lenye kulenga kuhamasisha mambo mbalimbali ya amani hapa visiwani Zanzibar. Hizi ni ripoti za IOTV pamoja na millardayo.com. Mimi ni Tusetize. Na mpaka sasa hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika kampeni za mwaka huu kwa kweli zimekuwa ni za aina yake. Tokea tumeingia katika uchaguzi kuanzia mwaka 1995, vuguvugu la kampeni hasa kwa upande wa Zanzibar linakuwa na vurugu kubwa, ugomvi, chuki, watu kuchukiana, kusosiana, wakati mwingine mpaka kujeruhiana, mpaka kuuana wakati mwingine. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa uchaguzi wa safari hii mpaka dakika hii tunavyokwenda tumebakisha kama wiki mbili au chini ya wiki mbili. Zoezi linaendelea vizuri, kampeni zinaendelea kistaarabu, ingawa kuna changamoto za hapa na pale ndogo ndogo, lakini changamoto zilizokuwepo ni za maneno tu, kutupiana maneno kwenye majukwaa. Lakini ukija katika field wananchi wanaishi vizuri. Wakati mwingine tunakutana wagombea kwa vyama tofauti, katika tunapokwenda nyumba kwa nyumba tunapeana mikono, wakati mwingine mpaka tunapiga picha pamoja. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba demokrasia sasa hivi tayari kwa upande wa Tanzania na Zanzibar imekuwa. Wananchi wameondokana na ule ulimbukeni wa siasa, kwa sababu ulimbukeni wa siasa inakuwa ni ugomvi na chuki. Lakini sasa hivi tunashukuru kwamba wananchi wanaendelea vizuri, kampeni zinaendelea vizuri. Kwa hiyo kupitia kongamano hili nategemea leo watu watafanya tathmini chaguzi zilizopita na chaguzi sasa hivi na hali tunayokwenda nayo iko vipi. Kila chama kina sera zake, wengine wanaingiza na utani ndani yake, kuna wengine wanatangaza sera wao wataimarisha vilimo vya bangi, wengine vitanda 6 kwa 6 wataacha. Ni sera ambazo ni za utani, kwa sababu ukija katika vitabu vyao wanakuwa huzikuti. Lakini yote kwa yote amani ambayo imetamalaki katika nchi yetu, na tunaomba wananchi wazidi kuleta mshikamano katika jamii na kuondoa chuki na kusikiliza sera na kwenda kwenye uchaguzi kwa salama na amani. Hapa hatua ambayo iliyobakia, tusije tukachafua hali ya hewa. Unajua siasa ni jambo dogo tu linaharibu siasa na nchi inakuwa inavurugika. Kwa hiyo wito wangu kwa vyama vya siasa, tuendelee kushirikiana, tuende kwenye kampeni, tumalize kwa salama na amani. Kwa upande wetu serikali, sisi tumejiandaa vizuri. Tumejiandaa kwa hali yoyote itakayotokezea. Lakini zaidi tumejiandaa kuhakikisha kwamba wananchi wanakwenda kwenye uchaguzi nchi ikiwa salama, nchi ikiwa na amani, na mtu yoyote ambaye atajitokeza kufanya vurugu ya aina yoyote, basi serikali itamdhibiti katika kiwango kile kinachostahiki. Tunawahamasisha wananchi wa Zanzibari. Kama tunavyofahamu, mbele yetu tarehe 29 ya mwezi wa 10 tutakuwa na uchaguzi mkuu wa taifa. Kwa hiyo kila mmoja na uelewa wake katika masala haya ya amani. Lakini suala la amani ndio tunu ya taifa lolote lile. Amani ndio kila kitu. Bila ya amani hakuna maendeleo, bila ya amani hakuna kitu chochote, hakuna miradi ya maendeleo itaweza kutekelezwa, lakini hakuna kitu kingine ambacho kitaweza kuendelea. Wito wangu kwa vijana wenzangu kwamba tuendelee kudumisha amani, kwa sababu wao ndio chanzo cha amani na wao ndio chanzo cha vurugu nchini. Endapo watavunja amani, itasababisha uchafuko na kushuka uchumi, kwa sababu itabidi pato liende katika kutibu na kutengeneza vilivyoharibiwa. Lakini tukileta amani katika nchi yetu, ile pato litakalowekwa litakwenda kupandisha maendeleo yetu na uchumi, kiutamaduni katika nyanja zote.